Habari za wakati huu wapenzi wa Duka Huru podcast. Wapenzi wa Duka Huru podcast. Leo ni Ijumaa, tuko kwenye podcast ya familia. Na leo mada yetu ni tunazungumzia ni jinsi gani ambavyo familia za siku hizi ama ndoa ama mahusiano yamekuwa yakiwa, yani watu kama hawataki kuwa responsible. Yani kwa mfano mtu anakuwa kwenye ndoa lakini hataki kuwa responsible na ile ndoa yake. Na leo niko na Madam Sumaya. Madam Sumaya ni mfanyabiashara, anafanya biashara ya nguo, mabegi, anauza nguo za stara kama mnavyomuona mwenyewe kapendeza na nguo zake za stara. Karibu Madam Sumaya. Asante. Madam Sumaya mpole. Okay, sasa kuna changamoto. Sasa hivi watu wamekuwa na ile, yani mtu hataki kuwa responsible. Yani mfano zamani ilikuwa ukiwa na ndoa, yani zamani mfano natolea mfano wa ndoa. Mtu anafunga ndoa, anakaa miaka mpaka wanafika wanawazeeka wako pamoja. Hata kama ni Waislamu, Waislamu ndio wanaruhusu ndoa za mitara au ndoa za ndoa za wake wengi, lakini pia wanaruhusu, nafikiri wanatoa ruhusa sio kutoa talaka. Ila zamani walikuwa watu hawatoi talaka ovyo kama siku hizi. Yani siku hizi unaweza kukuta binti anajisifia, tena na siku hizi kuna mitandao, anajisifia anasema mimi nina bahati nikiachika naolewa. Binti kabisa anajisifia hivyo, kwa ati nikiachika naolewa. Wewe unalichukuliaje hili swala, au wewe unaona kama ni sawa kuwa mfumo huu kwamba nikijisikia tu kuachika niachike, au unalichukuliaje hilo swala? Kwa upande wangu naona kama hili swala haliko sawa. Yeah. Sio vizuri sana mtu kuolewa ndoa nyingi. Ina hasa kwa upande wa wanawake kwenye dini yetu sisi. Wanaume anaweza kuwa wake mpaka 4. Lakini sio mwanamke anaolewa na mume huyo. Lakini mwanaume anaweza kawa na wake 1 mpaka 4. Kwa hiyo kwa mwanamke inakuwa haipendi sana. Hata kwa mwanaume kuacha kuoa inakuwa kama sio sifa nzuri katika jamii. Okay. Kwa mfano mimi binafsi nahisi changamoto kubwa iliyoletea hilo swala kuwa watu hawataki kuwa responsible ni familia. Zamani ilikuwa ili mimi niolewe na kakaako, familia yako inaijua familia yangu, si ndio? Ndio. Lakini siku hizi tunakutana mjini, tumependana, wazazi wetu wanakutana siku ya harusi, ile baba mko wasimame wapunge mkono ndo wameonana, au siku ya mahari. Tena wengine siku hizi hadi mahari zinapelekwa jukwaju, yani mahari inapelekwa sio na mshenga. Si umeelewa? Hata wazazi hawajuani, familia hazijuani. Alafu sasa unakuta yani mtu tu wameoana wenyewe, kwa no one anaweza kuwasimamia kama familia, yani kuwaambia hapana, hichi msifanye, hapa usifanye hivi, hii ni kawaida. Kwa sababu kuna wakati pia yale malezi ya ndoa kwenye ndoa kuna changamoto ambazo zinatokea kwa sababu ndo maisha, yani kupishana kupo. Ila sasa kwa sababu hakuna misingi ile ya kifamilia, mtu anakuwa hawezi kuambiwa hii ni kawaida, wanawake ndo wako hivyo au wanaume ndo wako hivyo, mchukulie tu sawa. Lakini siku hizi hakuna hicho kitu. Mimi nahisi kama ndo sababu kubwa ya kufikia watu kuwa hawako responsible na ndoa. Yani anaona tu kama hata nikiachana naye atanilaumu, nani ataniambia, yani hamna atanimjua mwanaume, hamna kumuonea huruma, hamna kunisema chochote. Wewe unahisi sababu ni hiyo au kuna sababu nyingine unaifikiria? Nahisi sababu nyingine ni imani. Imani I think ni kitu muhimu sana kutizama. Yani kuwa na hofu ya kitu. Kwamba hichi kitu je, nikikifanya au nikikiacha kina side effects gani baadaye? Kwa sababu kwa mfano kwa imani yetu sisi, ili mtu aoe au aolewe kuna sifa 4. Dini yake, cheo chake, mali yake, yani tabia na nasabu yake. Hasa nasabu ndo upande wa familia. Kila familia inabidi ichunguze hiyo familia ambayo inakuja kuoa thoroughly, ujue mapungufu ya familia, nini kinachoendelea kwenye familia, madhaifu ni yapi, ili ukijua ukiingia kwenye ndoa hiyo ujue kwamba huyu ana mapungufu haya na haya umeyakubali. Kwa hiyo ameshachunguzwa, ametizamwa na familia kwa ujumla.
Kwa hiyo I think ni kwa upande wa familia sisi tunaweza kusema kama nisabu ni muhimu kuitizama ili kwa sababu kuna nisabu inaingia moja kwa moja, labda hiyo familia ni walevi sana au labda ni wanywa pombe hivyo ndo wanywa pombe au kwa hiyo kama ikiwa imechunguzwa mwanzo mtu unaweza ukajua side effect ni 1 2 3 ukajua naingia au siingii, kuja kuepusha baadaye talaka na vitu kama hivyo. Na talaka sio kitu kizuri, ndio maana sisi tunazo 3. Unapewa ya kwanza, unaenda unajifikiria, unarudi. Unapewa ya pili mpaka ya 3, it means kuna process nyingi hapo zilikuwa zimefanyika. Okay. Kumbe talaka zinatolewa kwa nini inaitwa kwa grade, kwamba talaka ya kwanza, ya pili na ya 3. Ndio. Hauwezi kupewa zote kwa pamoja. Unaweza kupewa zote kwa pamoja pia. Hapo unakuwa lakini umezingua hela yote. Sana. Upewe zote yani. Wasitaki kukuona yani. Okay, kwa maana yake imani pia inachangia na ni kweli. Yaani ulivyosema hapo ndo nimekumbuka kwamba watu wengi siku hizi hawachukulii imani serious. Unajua siku hizi hata Wakristo si kiimani haitakiwi, yaani kidini hakuna talaka. Lakini siku hizi watu wanaachana Wakristo. Wengi tena. Mimi ni Mkristo. Ninasikia ndoa nyingi ama nimeona ndoa nyingi za Kikristo ambazo zimeachana. Alafu ukiangalia sababu ni upuuzi. Yaani unajiuliza sasa hawa kwa nini wameachana? Mbona na most huwa inakuwa sababu ni mwanamke. Yaani mara nyingi kwa zote ambazo mimi nimekutana nazo, mwanamke anakuwa ndo sababu kubwa. Yaani sio kama mwanaume ndo sababu. Wengi mimi nilokutana nazo mwanamke ndo anakuwa sababu. Sasa hapo likanijia tena swala lingine kwamba siku hizi kuna ile swala wanasema haki sawa. Ndio? Haki sawa 50-50. Ili swala limechangia sana pia kuchangia ndoa nyingi kutokudumu. Kwa sababu mwanamke anajisi kama anatakiwa kuwa kama mwanamume. Zamani ilikuwa ukifika miaka 18 tayari labda una mume, au umechelewa sana mpaka miaka 20 tayari umeolewa. Lakini sasa hivi miaka 30 tunadunda mpaka 40 mtu anafika hajaolewa, anakwambia natafuta hela. Anakwambia mimi siwezi kutaka kuolewa nikiwa sina hela, mwanaume atanicontrol. Hiyo mwanaume kucontrol wanawake, yani hilo swala limetoka wapi? Yaani wewe unavohisi kwamba kwa nini mtu anasema mwanaume atanicontrol, ni inahusikaje kwamba wetu wewe huna hela mwanaume akucontrol? Zamani mamako kwani aliolewa akiwa na hela? Babako si alikuwa na uwezo? Alimcontrol? Hiyo sentence yani tumeitoa wapi? Yani tunaharibu jamii. Tunaharibu jamii sana. Kwa unahisi vitu kama hivyo vimesababishwa na nini hasa? Yani kama hivyo kusema mwanaume atanicontrol, nijitafutie hela mwenyewe, siwezi kuolewa nikiwa sina pesa. Unahisi hivyo vitu vimesababishwa na nini hasa? Kwa upande wangu nahisi vimesababishwa labda social medias zaidi. Utandawazi umekuwa mwingi na tunafuata mkumbo sana, tunafuata yale wazungu wanayoyasema, tunahisi kwamba ni sawa. Tunaona kwamba mimi nikiwa mimi kama mimi, nikifanya mambo yangu kama mimi, I have no problem, naendelea kuishi. Simtegemei mtu yote. In real sense haiwezekani. Tunategemeana, ndio maana Mwenyezi Mungu alivyomuumba Adam kwenye imani yetu akamuumba na Hawa. Yes. Kwa hiyo we do depend one another. Kwa hiyo kuwa yani kwamba tuseme 50-50 kwa upande wangu mimi hapana. Hamna 50-50. Hamna 50-50. Mwanaume ni mwanaume. Atakuwa mwanaume, atapewa heshima yake, atathaminiwa, atabaki kuwa kichwa cha familia kama mwanaume, na mimi nitabaki kuwa mke kama mke. Ni kweli. Ulivyosema hapo wazungu, nimekumbuka mimi ni mtu ninapenda sana kufuatilia tamthilia. Kuna mdada mmoja ni telenovela anaitwa Hemena Duke. Yule dada ana shoot series nyingi. Moja ya series alishuti akiwa mjamzito. Yaani ameshoot, anaigiza kama ni mwanamke mjamzito. Kwenye ile series alikuwa anavaa heels mpaka siku anojifungua. Sawa? Kuna series nyingine ilikuwa inaitwa Christmas Miracle.
kule kwenye ile Christmas Miracle aliigiza kama mwanamke mjamzito, ila alikuwa na mimba ya ukweli. Sasa katika ile series hajavaa heels hata mara moja. Umeelewa? Kwa maana yake wazungu wanachotuonesha sio uhalisia, si ndio? Yaani kwamba wao wanatuonesha ni maigizo, sio uhalisia. Kwa sababu kama ni uhalisia, maana yake huyu pia kwenye mimba yake ya ukweli angevaa high heels, lakini kwenye maigizo alivaa high heels. Akabeba na wadada wa mjini siku hizi naona ana mimba mtu anakazana na high heels. Sawa? Lakini kwenye mimba ya ukweli alikuwa anavaa yani viatu, yani anavaa ni vile viatu unaingiza tu mguu hivi kama vi slippers tu hivi. Hakuwa anavaa ma high heels kwa sababu anajua ukiwa una mimba yani huwezi kuvaa kitu kile kwa sababu unajua heels ni kama inakucontrol. Sasa imagine ucontrol tumbo afu control tena na miguu. Hamna mtu anaweza hicho kitu. Yani ni maigizo. Mimi naona ni maigizo kabisa. Sasa hapo umenifungua kwamba kumbe utandawazi umesababisha pia kuharibu jamii, kwamba watu wanaona mbona wala wanafanya, mbona fulani kafanya, afu wanaichukua. Lakini kitu kingine mimi ninachokihisi ni kama unavyosema kuiga. Yaani kuiga utandawazi unahusika huko. Kama mfano mimi sasa hivi nimemuona let's say mdada fulani mtandaoni ambaye kaachana na mume wake, alafu ana empower wanawake. Usikubali kuteseka kwenye ndoa. Sawa? Kuna mtu mateso anayosema ni mateso, yani huoni mateso, yani anakuambia tu mume wangu anachelewa kurudi, ndo anahesabu ni kuteseka. Sasa hiyo sio mateso. Umeelewa? Sasa kumbe yeye alitakiwa kuwa specific kwamba hivi unateseka kwenye ndoa, unateseka kwa namna gani? Kuna mwanamke anapigwa na mume kwa sababu yeye ndo kataka kupigwa. Sisemi kama kupigwa na mume ni sawa, lakini kuna mwanamke yani ukiangalia kabisa yani mwenyewe anahadisia. Afanso hila mimi ndo nilisababisha kweli, hata mimi mwenyewe ningempiga mtu ambaye angeniambia hivi. Umeelewa? Lakini sasa wewe unamuempower mwanamke wa vile kwa kumwambia mume akikupiga ondoka. Usikubali kuonewa. Umeelewa? Bila kujua je amekupiga kwa nini? Yaani kuna mtu anaweza ndio akakupiga bila ya sababu maalum, lakini mimi naamini yani ukiona mtu amefanya hivyo maana yake huyo mtu pia ana shida zake. Si ndio? Yaani mtu yani mpaka akupige tu hujakosea afu anakupiga, haiwezekani. Mara nyingi inakuwa kuna makosa. Lakini pia kama binadamu tumetofautiana kwenye kuhandle temper. Kuna wanaume ambao wao wanaweza kuvumilia akakuangalia wakakuacha akaondoka. Kuna wanaume ambao wao wanataka reaction. Ni umenizingua ni kibao unakula. Sasa wazazi wetu zamani walikuwa wanaishi kwenye maisha ya kwamba anakaa kwenye ndoa yake, anavumilia vitu ambavyo hizi minors, mimi nasema minor nini, hizi makosa ya minor lakini pia walikuwa wana ustaarabu wa maneno. Sasa hivi wanawake tuna maneno, ndio maana watu wengi wanapigwa pia. Yaani tunataka kubishana na wanaume. Hiyo 50-50 hiyo ndio inatuponza. Tunataka kubishana na mwanaume sasa ni mwanaume tu. Yaani mwanaume kaumbiwa kama simba. Nataka kuonesha mimi ni mwanaume, ndio anakupiga. Lakini pia mimi naona hii 50-50 ni ajenda ya dunia tu ya kuharibu, kwa sababu huwezi kusema mwanamke na mwanaume wakawa sawa. Wakati huo mwanamke akienda kwenye labda madai, let's say mwanaume kaachana na mke wake au wamepishana kwenye madai, mwanamke ndo anapewa kipaumbele cha kusikilizwa. Sio, umeelewa? Lakini tunaita 50-50. Sasa 50-50 inafika wapi hapo? Kwa sababu kama ni 50-50 tusikilizwe pamoja, tupewe haki sawa kuanzia nyumbani mpaka serikalini mpaka kila sehemu, kwenye dini, kila kitu kitupa 50-50. Ndio mimi nasema hii 50-50 inakuwa ni ajenda tu ya kidunia na ni lengo ni kukandamiza, kwa sababu
huwezi kuniambia 50-50 lakini wewe unataka ni nani zaidi, mimi nipate zaidi. Nilisikia story moja alinihadithia dadangu, mchezaji wa mpira ambaye alipata skendo ya kumrape mtu ni nje huko. Anasema ule mchezaji ni mchezaji maarufu tu. Alipopata ile skendo, uzuri nyumbani kwake kulikuwa na kamera. Sawa. Zile kamera footage zikachukuliwa na mwanasheria wake. Ilivyoangaliwa ikaonekana hakufanya hicho kitu. Yule dada ndo alikuwa anamng'ang'ania. Lakini wakati iko kinatokea, huyo mchezaji kwa maelezo ni kwamba alifungiwa mikataba na makampuni yote makubwa walikuwa wameingia naye mkataba. Sio, umeelewa? Ndio. Alivyomalizana na hilo sakasaka, wameonekana kwamba hakufanya kile kitendo, mdada ndo alikuwa na makosa. Yule dada aliachiwa, hakufanywa chochote. Hasa hapo unahitaji haki sawa. Let's say huyu dada ingekuwa umeonekana alifanywa kile kitendo, unafikiri angeachiwa? Si angekamatwa mkaka? Sasa kwa nini mdada hakukamatwa kwa kosa la kumsingizia? Kwa sababu ujue kwa mtu maarufu kutengenezwa skendo kama hiyo umemchafua. Yaani hata kama ni kitu kitajulikana hakikuepo, lakini tayari umeshamchafua. Kuna mtu yeye ile story ya hakikuepo akusikia, alisikia ile ya mwanzo, tayari umemchafua. Kwa nini asichukuliwe? Si kuna sheria ya mtu kuchafuliwa jina? Si kuna sheria? Sasa kwa nini hawakuichukua? Kwa sababu ni mwanamke. Umeelewa? Kwa kuna namna, mimi ni mwanamke, lakini kuna namna naona kama wanawake tumewekwa kwenye stage kwamba tunawakandamiza sasa wanaume wao. Wao hawana tena haki, haki ni sisi. Sasa sio haki sawa, ni haki kwa mwanamke. Yaani isiitwe haki sawa, iseme tu haki kwa mwanamke, basi julikane hivyo. Iwe 80-20. 20 wanaume, 80 sisi. Iwe hivyo. Sababu kweli Madam Sumaya, yani mtu amekuchafua jina, yeye hashiki kwa sababu ni mwanamke. Kwa sababu pale si inaonekana yeye ndo alikuforce. Kwa nini yeye naye asichukuliwe sheria kwamba yani kwa sababu tu mwanaume ndo anaye rape, mwanamke hawezi ku rape? Naye alitaka kumrape, maana naye afu na amemchafulia jina kwa kumshtakia kwamba kwa kesi ya uongo. Kwa maana yake mahakama itakuwa pale either impe faini na hata kifungo cha kumnyosha ili wanawake waache hiyo tabia. Lakini nimesikia kwamba tabia ya wanawake wengi huko wana tabia kufanya hivyo watu maarufu wenye pesa, hasa wa mpira. Sababu watu wa mpira wana pesa, so wanalipwa kwa wiki, kwa wana hela nyingi. Kwa nimesikia kwamba wana tabia kufanya hivyo, wanawafanyia hivyo kwa maana mtengenezea story. Nafikiri Akon pia alishikufanyia hicho kitu. Sio kama unajua. Story ya mwanamke sio alikutana naye akujua ni mwanafunzi akataka kufungwa, afa anasema lakini hakuniambia ana moyo. Sasa inaona inabidi ukutana sasa hivi na mwanamke mdogo mdogo. Wewe unasoma, yani mwanaume tu yeye ndo anapoa kazi. Sio, umeelewa eh? Yaani kuna namna wanaume wamebaniwa kiasi kwamba unasema Mungu awape nguvu. Yaani waliumbwa tu wateseke. Ndio maana unalesema wanaume tumeumbwa mateso. Yule alikuwa yuko serious kweli. Kwa hiyo mimi huwa ninakuaga naumia, yani nikiona vitu kama hivyo. Naumia kwamba mbona wao wanawaonea, yani afu hizi mambo za 50-50 sio sawa. Uweze kusema mimi nina haki sawa na mwanaume. Mwanaume ni mwanaume na ndio maana aliumbwa wa kwanza. Hata sisi wa Kristo, kiumbe cha kwanza kuumbwa ni mwanaume, sio mwanamke. Na mwanamke ni ubavu wa mwanaume, kipande cha ubavu wa mwanaume. Sasa utasemaje mwe mna haki sawa, mwe 50-50, wewe ambao ni kipande? Yaani ni kama vile biskuti utoe kipande afu kichanganye kwenye keki, alafu utake kufananisha hiyo keki na biskuti. Haviwezi kufanana. Lakini dunia leo ndo imeshatuweka huko. Okay. Sasa kwa sababu tumeongelea kuhusu familia na mambo ya utandawazi na responsibility. Wewe unafanya biashara ya nguo za stara, lakini pia na pochi na kadhalika. Kuna namna pia sasa hivi dunia imebadilika kwenye swala la mavazi na nini. Kuna namna watu wanavaa, yani mpaka unasema
kuna siku nilikuwa niko Magomeni nikapita mdada amevaa mgongo huko wazi wote. Afu ni mnene. Yaani nikasema jamani, ndio kweli watu wanavaa vibaya, ila ukiwa mnene usivae hivi jamani. Na unajua sisi watu wanene, yani kuna namna tu tulivyoumbwa. Usijiachie sana, unatisha. Yani limgongo limekatika huko nyuma. Yani sasa ili swala la utandawazi ndio pia limepelekea swala hilo kwamba watu wanaona sawa tu nikivaa hivi. Wanasema freedom nini? Kuna neno wanajitia siku hizi. Freedom nini? Kuna neno wanalita kama vile ni mtu anatakiwa kuwa na uhuru wake binafsi. Kuongea, uhuru wa kuvaa, uhuru wa kila kitu. Sasa kwenye swala la mavazi, kuna siku nilikuuliza ukaniambia kwamba kwenye mavazi ya stara yako ya kila aina, yako paka ya date. Mimi mwanzo nilikuwa najuaga mavazi ya stara ni kwa ajili ya msikitini tu. Ndiyo. Sasa naomba utupe hiyo elimu kidogo kwamba kumbe mavazi ya stara yapo ya aina zote. Mavazi ya jilbab, kuvaa hijab, kuvaa baibui, kuvaa nini, unaweza ukavaa popote wakati wowote, kwa sababu it stands kama heshima na inakutambulisha kwamba wewe ni Muislamu na ina stand kama heshima cha kwanza. Kwa hiyo unaweza ukavaa popote, unavaa kazini, unaweza kuvaa kwenye date, unaweza ukavaa ukaenda msibani, unaweza ukavaa ukaenda harusini. It depends labda ni ya aina gani. Labda ya kazini inaweza kawa yako plain, hayana mambo mengi zaidi, lakini ya msibani ndio yanakuwa plain kwa sababu pia ni sehemu ya huzuni, mara nyingi watu wanavaa nyeusi. Lakini kama sehemu kama harusini watu wanavaa, lakini wanavaa kwa in terms of harusi. Kwa sababu kama sisi zaidi harusi nyingi zinakuwa kama wanawake tupu. Kwa hiyo mtu unavaa vile anavaa, havai jilbabu ya kutosha, anaweza akaachia baadhi ya, yani akapunguza jilbabu yake. Lakini akitoka anaweza, kwa sababu kuna mtu anauza anakuambia kabisa nauza hii baibui lakini unaweza kuvaa mpaka harusini. Mimi pia na baibui ambazo unaweza kuvaa mpaka harusini. Ni nyingine labda zinakuwa zile za kuonyesha za wafu kwamba inaonyesha mpaka na zile nguo zovaa ndani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jilbabu unaweza kuvaa pahala popote. It depends tu, labda hii kama nilovaa inaweza nikavaa ofisini, lakini kuna jilbab nyingine kuna abaya nyingine unaweza ukavaa labda unaenda kwenye date na kuwa labda more colorful, lakini ni baibu imekufunika mpaka miguuni na haijakubana, haijakushika, unaweza ukatembea popote, pahala popote unaweza ukasali kwa sababu imekufunika pahala, haijakubana, haikuonyeshi. Kwa hiyo yani zipo design tofauti. Kikubwa yani ni nguo ya imani, ni nguo ya stara ambayo inaweza ikamfunika mtu, anaweza anaheshimika na pia anaweza kuabudia Mungu wake pale ambapo muda labda kama muda wa asili, muda wa dhuhuri imefika, mtu anaweza akasali bila kuongeza au kupunguza chochote. Okay. Na inakuwa mfano ya ofisini na msibani na nini? Yaani utofauti unakuwa ni rangi tu ama ni pia the outfit? Mara nyingi hatukui limited labda kwamba ya ofisini iwe hivi, ya msibani iwe hivi, ya wapi iwe hivi. Lakini mara nyingi naona misiba mingi watu wanapenda kuvaa nyeusi. Hata nyie naona wanapenda kuvaa nyeusi. Kwa hiyo labda msibani watu wanaweza kuvaa nyeusi, lakini sio kwamba lazima mimi nikienda msibani nivae nguo nyeusi. No. Naweza nikavaa nguo ya kala yote na nikaenda, lakini tu iwe decent, isiwe labda iwe too much shouting. No. Jan or inaweza ikawa iwe nyeusi lakini isiwe yani kwamba unakuja msibani unajua kufanya fashion, yani labda unafanya hivyo. Ina urembo mwingi, too much. Okay. Na kama ikiwa kama kazini, tuna zile regulations za kazini zinaposema kwamba nguo iwe hivi, nguo iwe hivi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni nguo labda iko plain au ina maurembo lakini isiwe ile too much kama sheria za ofisi zinavyosema. Okay. Sasa ina maana niliona kuna kwenye page yako kuna zile mmetengeneza kama ni two piece. Lakini ni za Kiislamu. Ile nguo yake ya juu ni kubwa, ile suruali pia ni kubwa,
ina maana ile pia mtu anaweza kuvaa ofisini, si ndio? Kwa akavaa vile akapiga tu na shungi yake akatokea, si ndio? Sababu haimbani, haimshiki, anaweza akawa comfortable. Yes. Kwa maana mtu kama ni mtu wa stara anahitaji nguo za kiofisi, kwenu kafika, anakaribisha sana. Okay, basi mwanzo mimi nilikuwa najua nguo za hizi baibui hizi ni kwa ajili ya msikitini tu. Hapana, kwa sababu vile unavyovaa inategemea popote ambapo, regardless msikiti upo au hamna, popote ambapo ikifika muda wa sala inabidi usali. Kwa hiyo it means sio lazima uvae nguo nyingine ili usali. Vile unavyovaa ndio unaweza ukasali vile ulivyo. Okay. Kwa hiyo inabidi uvae kujiandaa kwa ajili ya sala kila wakati, si ndio? Ndio. Okay, nashukuru. Leo nimepata somo hilo. Sababu mwanzo nilikuwa nilikuwa sielewi kweli. Nilikuwa najua, alafu nilikuwa sijui kuna neno umesema jilbab. Ni neno jilbab. Ni nini hiyo? Ni baibui tu, ni maneno tu tofauti. Baibui, abaya, jilbab ni kitu kimoja. Jilbab inaweza kuwa ni kama lile juba linaanzia juu mpaka chini. Lakini abaya ni nguo ambayo inaanzia shingoni. Ambao abaya siku hizi kuna kipya wamekiita kingine. Kipi hicho? Yaani kuna neno jipya sasa hivi wanaita pashmina. Pashmina ni abaya, lakini ni design ya abaya. Limekuwa design zaidi. No, yani ni kama tuseme zote ni suruali, alafu kuna boyfriend jeans. Kuna jeans lakini zote ni suruali. Okay. Kwa hata hiyo abaya, hiyo pashmina ni design ya abaya. Kuna pashmina abaya, kuna abaya Mturuki, kuna yani, kwa hiyo ni design tofauti. Okay. Nimeshukuru pia kwa sababu mwanzo mimi nilikuwa najua baibui ni tofauti na abaya. Yaani najua ni vitu tofauti. Afu nilikuwa mwanzo najua abaya ni ya sherehe. Yaani ni kitu, kwa sababu nilikuwa naona ikiwa karibia Idi wengi wanasema naomba hela ya abaya, au wanaouza pia wanatangaza abaya. Lakini baibui naona ni daily, kama yani nguo ya siku zote. Kwa hiyo nikana hisi ni vitu, kumbe ni kitu kile sema tu kinaboreshwa, yani kikibadilishwa maneno kinaboreshwa pia na muonekano zaidi. Okay. Kwamba abaya limetengenezwa kwamba litakuwa na urembo fulani ili kivaa kwenye sehemu ya nini upendeze. Okay. Nashukuru sana nimepata hiyo elimu. Na of course ni kitu ambacho sidhani kama kuna dini inayoruhusu watu kukaa vibaya, yani kukaa uchi au nini. Hamna dini inayoruhusu hivyo. Kwa hiyo nilitoa mfano mwanzo wa mdada nilisema nilimuona Magomeni amevaa nguo ya mgongo wazi. Hata kama ni Mkristo, hakuna Mkristo ambaye anakuambia uvae nguo ya mgongo wazi, kwa sababu hata katika dini tunasema unavovaa vile, maanake yani unajua mgongo mimi naona ni kama bado ni uchi yani hivi ni uchi huko kote. Yani unamuonesha mtu mgongo wote. Afu basi ungekuwa hata ni kazi ni kuelewa kwamba ni kazi huko barabarani. Unajua kuna watu kwa mfano mamisi sio mamodo wanavaaga nguo hizo kwenye kazi. And of course kuna watu hata wanaigiza anavaa tu nguo kwenye kazi, akitoka hapo anavaa nguo zake nzuri. Watu wa hivyo wapo wengi. Yani ambao navaa kwa sababu hii ni muda wa kazi, lakini sio utaratibu wangu. Nikitoka hapa natoa navaa nguo zangu za kuishi kawaida. Mimi nilikuwa ni watu ambao ninashangaa sana nikimwona mtu anatembea na zile tight. Unakumbuka tight zamani tunavaa ndani ya nguo? Siku hizi watu wanatembea nazo kabisa. Yani nilivyokuwa naangalia nikwambia mimi napenda kutengeneza picha. Na kana angalia nasema itafika kipindi mtakuwa mnaona kutembea na chupi nako ni kawaida. Kwa sababu kama unatembea na tight, zile tight hazina utofauti na tight ya kuvaa ndani ya nguo. Kama unaweza kutembea nao sasa hivi na you feel okay, unatembea tena. Wanavaa na t-shirt ndefu afu wanavaa na raba. Kama unaweza kutembea nayo hivyo sasa hivi, itafika kipindi tutakuwa tunatembea na chupi barabarani na mtu unaona ni kawaida kabisa, fashion. Tena usikia tena ule kavaa kinani chake cha pink. Yani hii dunia hii
tuachie wenye dunia yao, maana sisi tukijadili tutaonekana washamba. Sisi tunaokosoa tunaonekanaga washamba, hujui kwenda na wakati. Kwa hiyo hii dunia tuwaachie tu dunia yao, hatuna namna, ndio tupo humu. Lakini we have to teach them kwamba kuvaa, kuishi kwa kuangalia maisha ya watu sio sawa. Kuishi kwa kuangalia vinavyoendelea tu mitandaoni sio sawa. Tuheshimu mahusiano, tuheshimu ndoa, si ndio? Ulikuwa unasema kwa sababu naamini 90% kama sio 95% ya mtandao sio uhalisia wa watu wanapoishi. Yes. Yeah. We usually act mtandaoni. Yes. Mara nyingi the picture that we show outside, it's not the real thing that is inside. Yes. Tunaonyesha furaha peke yake. We don't show the other side of the coin. Yeah. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay. Asante Madam Sumaya. Leo tulikuwa na Madam Sumaya kwenye podcast ya familia. Tumeongelea swala la ndoa, tumeongelea mahusiano, tumeongelea mavazi, tumeongelea utamaduni, tumeongelea vitu vingi. So, karibuni sana kwenye podcast ya Duka Huru, na tunawakaribisha muendelee kuitazama podcast hii, na tunasema Duka Huru, let's all win.